wafuata sahaba kupitia sana, ukawa ni mwenye kufika msikitini mapema, lakini ukakosa kuupata ama kuipata safu hii ya kwanza. Alhamdulillah, ndugu zanguni katika iman, leo tumekusudia kuja kuzungumzia inqilab almahabba, mageuzi ama mapinduzi katika kupenda. Ndugu zanguni, unaweza ikawa unafahamu haya ambayo kwamba tuyazungumza, kwa sababu tukisema kupenda ama mapenzi ni utambue ya kwamba neno hili linabeba umuhimu mkubwa sana. Hili neno la kupenda katika maisha ya mwanadamu na katika maisha ya viumbe ambavyo kwamba wanaishi katika mgongo wa ardhi. Kwa nini? Hakuna chochote kinachoendelea kikawa kinaendelea vizuri isipokuwa kuna ndani yake mapenzi. Ndugu zangu, bila mapenzi ama kupenda usingekuja msikitini hivi sasa, kwa sababu kwenye kupenda ndipo kupatikaniwa amani. Watoto wetu tuwatoa majumbani tuwapeleka sehemu za kusoma, ingekuwa hakuna chembe chembe za mapenzi kwa waja, basi wasingesoma. Hii kutaharakika kwenda makazini na jioni kurudi, ingekuwa hakuna mapenzi katika vifua vya waja na viumbe, basi hizi harakati zote hazingefanyika. Kuna umuhimu sana katika suala zima la kupenda ama mapenzi. Na utaona Allah subhanahu wa ta'ala na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wamelipea ama wamelipatia hili neno ama hili jambo la kupenda ama mapenzi kipaumbele katika maisha ya mu'min ama Muislamu. Sasa ikiwa kunapatikaniwa uharibifu wa jambo kama hili, itakuwa ni wajibu kwetu sisi kuangazia na kukumbushana ili watu warudi katika kupenda ambako kwamba kunaleta uboreshaji wa maisha tunayoishi. Hivyo basi imeenda kutupelekea sisi kuchagua kichwa cha hotuba yetu ya leo cha mageuzi ama mapinduzi ya mapenzi ama kupenda. Ndugu zanguni, mapinduzi ama inqilaba katika tafsiri ya kilugha ni tahawul shay an wajhihi, ni kukibadilisha kitu kutokamana na mfumo wake au njia yake. Lakini pia unaweza ukatafsiri ya kwamba baada ya kuchanganya inqilabul mahabbati ukasema ni taghayyurun biasaliba ghayra shar'iyyatin au ghayra dasturiyyah ama wa ghayra dasturiyyah, ni kubadilisha uslubi na nidhamu ya kisheria iliyowekwa ya kupenda na ile nidhamu ya kidesturi ambayo kwamba imewekwa ya kupenda. Ukawa mtu yuko tayari kubadilisha ule uslubi na nidhamu ya kupenda, na natija yake kukapatikaniwa madhara ya watu kutokuwa na roho za kupenda. Ndugu zanguni, jambo la kupenda ni jambo ambalo kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yeye mwenyewe kitwabia kibinadamu alikuwa nalo na pia alilitangaza. Ukisoma katika hadithi, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja amtuma Amr ibn al-As akimpatia jeshi kuenda katika sehemu za Dhatu Sulasil, sehemu ambazo kwamba ni za milima iliyopandamana na kushikana sawia na minyororo, ukiangalia namna zilivyoshikana. Huyu bwana Amr ibn al-As, hali ile ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpa uongozi na majukumu ya kubeba jeshi kuenda sehemu kama hiyo, alihisi mapenzi makubwa ya kupendwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
ikampelekea yeye aende kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuulize apate uhakika. Afika kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuuliza, ya Rasulullah, man ahabba an-nasi ilayka, ni nani katika watu apendekeza zaidi kwako wewe? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwambia Aisha, amtaja mkewe na Aisha. Yule bwana akaingiwa fikra ya kwamba labda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amtaja mkewe kwa sababu ategemeza kwa jinsi yake yeye, hayuko katika malengo ninayoyataka mimi. Akamwambia Bwana Mtume, minar rijal, nabii kutoka na wanaume. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia abuha, babake na Aisha. Yule bwana akawa anamkariria kumuuliza baada ya babake Abu Bakar. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amtaja Sayyidina Umar na kuendelea kuwataja baadhi ya watu mpaka kumtaja yeye Amr ibn al-As. Tunapopata sisi ni kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na moyo na himma na nguvu ya kutangaza kwamba mkewe ndo mtu wa kwanza anayempenda zaidi. Katika hadithi nyingine asema hubbiba ilayya min dunyakum thalathan, asema mimi kumependekezwa, nimepewa mapenzi ya kupenda katika dunia yenu vitu vitatu. Akihisabu akisema ni atib, mafuta mazuri, manukato, akisema wal nisa, na wanawake, waju'ilati qurratu aini, wajuilat, na kumejaliwa kwangu mimi kitulizo cha macho yangu ni as-sala. Aisabu vitu vitatu, sema mafuta mazuri, wanawake na sala, vitu ambavyo kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikivipenda mno. Hizi zote ni hadithi tunazozisoma kuonesha ya kwamba yeye mwenyewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alidhihirisha sifa ya kupenda. Kwa hiyo tukiona sisi twapenda watu, twapenda vitu, si kwa sababu kwamba tuko katika hali ya makosa moja kwa moja, la, tuko katika desturi na kimaumbile na kitabia kama wanadamu. Iwapo tukileta sifa za kubadilisha yale mapenzi ambayo kwamba tumewekewa kwa nidhamu zake na misingi yake ya kupenda, tukabadilisha tukawa tunavyopenda si kwa desturi ya mwanadamu alivyoumbiwa na si kwa sheria ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea za kupenda, hapo ndipo tutapata kwamba sisi tufanya mapinduzi katika kupenda. Ndugu zanguni, kupenda kuna nafasi kubwa sana. Ndio maana utaona hakuna jambo linalozungumziwa sana na kutangazwa sana zaidi ya kupenda. Hautaona hivi sasa na kuendelea jambo ambalo kwamba laangaziwa sana zaidi ya mapenzi. Lakini imefika hadi watu wavuka mipaka, na ikiwa mwanzo hili jambo ni zuri sana, ni jambo ambalo kwamba watu wengi wameliangazia na wamepeana faida na wameelekeza watu namna ya kupenda na wameelezea watu kupenda yafaa iwe kwa namna gani. Hata nakumbuka maneno ya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu akitoa katika tips za kupenda akisema, ahbib habibaka hauna ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu atoa tips ya kupenda, sema mpende yule unayempenda kwa kiasi, huenda siku moja akawa adui yako. Wa abghid baghidaka hauna ma asa an yakuna habibaka yawman ma, na mchukie unayemchukia kwa kiasi, huenda siku moja atakuwa mpenzi wako. Hizi ni katika tips na zipo nyingi sana zinapoelekeza ukipenda penda kwa namna hii hautapata madhara, na ukichukia chukia kwa namna hii hautapata madhara, na ukipenda fuata kanuni hizi na fuata nidhamu kama hizi.
Hivi leo tukikariri mara kwa mara tusema ya kwamba watu wameenda kuchukua hii nafasi ya kupenda, wakawa wanaifanyia mapinduzi mpaka ikawa kunapatikaniwa madhara ambayo kwamba ni makubwa. Ndugu zanguni, hili ni jambo ambalo kwamba tukilifumbia macho linaweza likaleta hasara si duniani lakini mpaka kesho akhera. Kwa sababu kama kuna watu hawastahiki kukia mipaka katika kupenda, basi ni Waislamu na ni waumini wanaomkubali ama wanaokubali kwamba hii dunia inaendeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio utaona wapo Waislamu ama sisi kama Waislamu tunaweza tukasema ya kwamba tunaongoza katika kuharibu mfumo mzima wa nidhamu ambazo kwamba zimepangwa na Allah subhanahu wa ta'ala, zikatiliwa mkazo na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kupenda sisi tuziharibu na tuingia katika mapenzi ambayo kwamba hayatikaniwi kabisa. Na utaona kwamba tutatekeleza swala, wengi hatutekelezi swala isipokuwa ni kwa desturi. Hatutekelezi swala kwa kuwa ni mahaba, tumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na tuzipenda nafsi zetu. Hatusaidiani isipokuwa ni kwa kujionyesha, si kwa mahaba ya kuhurumiana. Lipi ambalo kwamba linaleta haya yote? Haya yanaletwa kwa sababu ya kukiuka nidhamu na sheria na uslubi wa kupenda. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi atuonyesha kilele cha mtu kupenda. Kama tulivyosema awali kwamba kila mmoja ana nafasi ya kupenda na ana ruhusa ya kupenda, lakini kuna mpaka na kuna nidhamu, na mpaka ambao kwamba umewekwa kisheria, watu mapenzi yao wayafikishe hapo ndo kwenye kilele, na hakuna mpaka wa kupenda hapo, na zaidi ya hapo mtu asifike isipokuwa hapo alipoekewa, basi ni yale ambayo kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametufundisha. Katika hadithi ukisoma, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema, la yu'minu ahadukum, hawi na ukamilifu wa imani mmoja wenu, hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaykum mimma siwahuma, mpaka awe Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yumpenda zaidi ama yuwapenda zaidi ama wapendekeza zaidi kwake yeye kuliko wasiokuwa hawa wawili, yani Allah na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Penda utakachopenda, penda unayempenda, penda hali yoyote unayopenda, lakini mapenzi yako yasipite mpaka wa kupenda zaidi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, wa kupenda chochote zaidi ya kumpenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndio tukiangalia maisha hivi ya sasa, tumefanya mapinduzi ya haya mapenzi tuyoelezewa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtu yupenda familia yake, mtu yupenda biashara zake, mtu yupenda majumba yake na mali yake kwa ujumla, lakini maksad ya haya mapenzi ni maksad ya kidunia, pasipo na kutojali kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hii ni hatari ndugu yangu, kwa sababu ukisoma katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala atahadharisha mapenzi ya sampuli kama hii. Asema, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi fatarabbasu hatta ya'tiya amrullah, hatta ya'tiya Allah bi amrihi wallahu la yuhibbul fasiqin.
Allah subhanahu wa ta'ala asema, sema kuambia hao ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kana abaukum, ikiwa baba zenu, wa abanaukum, na watoto wenu, wa ikhwanukum, na ndugu zenu, wa azwajukum, na wake zenu, wa ashiratukum, na jamaa zenu wa karibu, wa tijaratun takhshawna kasadaha, na biashara munazo hofia kuloda na kwenda kasara, wa masakin tardawnaha, na majumba ambayo kwamba munayaridhia yanawaribisha makaa ndani yake, ahabba ilaikum, yanapendekeza zaidi min Allahi wa rasulihi, kushinda penzi la kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatarabbasu, basi limbikizeni, kuweni na subra, ama kuweni na ungejelezo, ama na kusubiria adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwani hatuna ruhusa ya kupenda wake zetu, hatuna ruhusa ya kupenda watoto wetu, hatuna ruhusa ya kupenda baba zetu, hatuna ruhusa ya kupenda biashara zetu, hatuna ruhusa ya kupenda mali yetu. Ruhusa iko, lakini palipowekwa ni kwamba hivi vyote ukavipenda zaidi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, ina maana ya kwamba sasa wewe wafanya mapinduzi. Umewekewa sheria ni kwamba hawa ndio wanastahiki kilele katika mapenzi yako kuwapenda, lakini ukaogeuza waweka chini, wafanya tahwil, waweka chini, haya yako yote ndio wayapandisha juu, wafanya mapinduzi. Na natija yake Allah subhanahu wa ta'ala asema, basi lembekeza kusubiri adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisoma katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ndugu zanguni, harakati tunazozienda, shughuli tunazozifanya, ndio tunazozienda ni kwa sababu ya watoto wetu. Tunaenda mbio wengine kutafuta mali, kutafuta uchumi bora, lakini haya yote yakawa umeyaweka mbele zaidi ya utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akutangazia kwamba wewe ni miongoni mwa wale waliopata hasara, ulaika humul khasirun. Kwa sababu gani? Umechukua mapenzi yako ya kupenda mali, mapenzi yako ya kuwapenda watoto, umeyapeleka zaidi ya pale ambapo kwamba umewekewa kwamba wewe penda kwa kiasi hiki, zaidi ya hapa upende Allah subhanahu wa ta'ala na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ruhusa tumepewa kama tulivyosema mwanzo. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani asema, zuyyina linnasi hubbu shahawati, mmepambiwa, kumepangwa. Aliyepamba ni nani? Katika riwaya, katika mafhumu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema amewapambia nyinyi mapenzi ya kupenda. Kuwapenda kina nani? Minal nisai, kupenda wanawake. Wake zetu tuna haki ya kuwapenda, walbanina, na watoto tuna haki ya kuwapenda, kwa sababu kimaumbile na kitabia tumeumbiwa nyoyo zetu kuwapenda. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة, na mirunduko juu ya mirunduko ina dhahabu na fedha, ni mali hii. Haya yote ni mali. والخيل المسومة والأنعام, wanyama, mifugo, والحرث, na makulima. Ukiangalia haya yote ni mali, ni vitu ambavyo kwamba sisi tunavihitaji, tunavipenda, na ruhusa ndio hii, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatuumba hivyo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema mwisho wa aya, wallahu indahu husnul ma'ab, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiko kwenye marejeo mazuri. Haya yote tuwapende, lakini marejeo mazuri ni kwamba mapenzi mazuri tuelekeze kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ukisoma aya ya mbele Allah subhanahu wa ta'ala asema, kul unabbiukum bi khairin min dhalikum, sema siwapeni habari, kuwapatia habari ya vilivyo bora kuliko hivi. Yani kwa wale ambao kwamba watafanya ubora katika mapenzi yao ya kupenda haya ambao kwamba yametajwa, Allah subhanahu wa ta'ala akasema lilladhina taqaw, kwa wale ambao kwamba watakuwa na uchaji Mungu.
Penda mkeo, lakini kuwa na uchaji Mungu katika mapenzi yako. Penda mali, lakini kuwa na uchaji Mungu katika kuyapenda mali. Penda kazi zako na shughuli zako, watoto, kila kitu penda, lakini penda kuwe na uchaji Mungu ndani yake. Lilladhina taqaw inda rabbihim, Allah subhanahu wa ta'ala akawaeleza mazuri ambayo kwamba ni bora kuliko hivyo alivyovitaja. Inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa azwajun mutahhara wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza vile ambavyo kwamba ni bora zaidi kuliko kuvipenda hivi ambavyo kwamba, lakini tukiwa na uchaji Mungu katika kupenda kwetu. Kwa hiyo mapenzi tumewekewa mipaka, tukiwa sisi tubadilisha, tumweka Allah subhanahu wa ta'ala chini, ni jambo langu alafu ndo Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo langu alafu ndo bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hapo inakuwa tu katika makosa. Mapenzi yetu itakuwa tuyafanyia mapinduzi, na jambo la mapinduzi lenyewe ukiangalia ni jambo ambalo kwamba si zuri hata kwa kidesturi na kimafumuko kwa wanadamu. Leo ukisema tunafanya mapinduzi ya serikali, hilo tayari ni jambo ambalo kwamba kwa fikra ya wanadamu kwamba hapa kutapatikaniwa ukosefu wa amani, hapa kutapatikaniwa uharibifu wa vitu vingi sana ambavyo kwamba vitasumbua maisha yetu ya kawaida. Vipi hii leo tupindua mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake? Angalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipofuata ni Sayyidina Umar ibn al-Khattab, akamwambia Sayyidina Umar kumwambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, mimi nakupenda kushinda kila kitu isipokuwa nafsi yangu, isipokuwa nafsi yangu. Nakupenda ya Rasulullah kushinda kila kitu isipokuwa nafsi yangu. Bwana Mtume alimwambia nini? Alimwambia bado mapenzi yako hayajakamilika, hayawezi kukamilika mpaka niwe Rasulullah, niko katika kilele kushinda kila mapenzi ya unavyovipenda. Pale akafanya maamuzi Sayyidina Umar, akamwambia hivi sasa mapenzi yangu kwako yameshinda kila kitu, hata kuliko nafsi yangu. Bwana Mtume Muhammad akawamwambia al'an, hivi sasa una imani ya kisawasawa, hivi sasa mapenzi yako ni yale ambayo kwamba sasa yanaridhisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuangalieni maisha yetu, alafu tuangalieni mapenzi yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, tutanguliza mapenzi yetu kumpenda Allah na bwana mtume, ama tutanguliza Allah kuliko maisha yetu? Tutanguliza maisha yetu ndo Allah, ama Allah ndo maisha yetu? Na tukisema Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, ni kila ambacho kwamba kinaambatana na kile alichokiamrisha na kinaambatana na kile alichokikataza, ima tukifanye ama tukiwache. Tukiwa tunafanya matendo ya kudhalilisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hapo ni wazi ya kwamba dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tumeiweka chini. Nitapiga mfano na ningeomba watu wasinielewe vibaya. Ni mara ngapi ushasikia mtu, ala sabili mithali, mtu amemtoa shule mtoto wake, shule nzuri tu na yofanya vizuri tu, akamtoa shule akampeleka madrasa asome, ama akamtoa shule, tutumie lugha rahisi ambayo kwamba kidogo italeta mwamko, amemtoa shule akampeleka tahfidh ahfadh Qur'an, amjue Allah subhanahu, ajue kitabu cha Allah na amjue Allah subhanahu wa ta'ala nani. Kama kuna mtu amfanywa hivyo ama kuna mtoto amfanywa hivyo, ametolewa shule, ni kwa sababu hashiki kule shuleni na ni mkorofi kule shuleni, hatakikaniwi kule shuleni, ndio atampeleka madrasa. Amefeli, ana kila misukosuko ambayo kwamba haimruhusu yeye kubaki shule akaendelea vizuri, ndio huyo angalau anaweza kutolewa akaambiwa sasa kahifadhi. Mwingine hupelekwa tahfidhi kwa sababu akuteswa, yani tahfidhi ukienda utachokwa sana, kwa hiyo apelekwa tahfidhi ili aingie adabu atese. Apeleke kwa sababu yashike kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama nilivyonukuu, watu wasinielewe vibaya, lakini ni mara ngapi mtoto utolewa madrasa kabisa, kama anaenda boarding shule, na huyo harudi tena
hana nafasi tena ya kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake ni nini? Chukua hiyo daraja, jipimie wewe mwenyewe. Kwa nini nina uwezo na sifikiri mara mbili kumtoa mtoto wa madrasa ama katika sehemu anaoisoma Qur'ani na kuihifadhi Qur'ani na nikampeleka shule kirahisi, ambao kwamba kule hakuna guarantee kwamba atamjua Allah subhanahu wa ta'ala, atajua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mimi rahisi, lakini kumtoa mtoto kule anayefanya vizuri, ambaye kwamba ni bright, nikamleta huku ni ngumu, na siwezi, kwa sababu mapenzi yako haijafikia kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kupenda kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kupenda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya kuipenda dunia na vile vyomo na malengo yote ya kidunia. Leo hii tukizungumza inqilab almahabba, mapinduzi ya mapenzi ama ya kupenda, ni kwamba tukiweke kila kitu kando, yale aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala tuyatangulize. Leo hii Ramadhani yaja, kila mmoja ana hamu, ana morali, na yuaomba asubuhi, mchana, jioni, usiku, Ramadhani impate, na akiwa na hamu ya kufanya ibada. Lakini ndugu zangu, kama hakuna mapenzi ya kupenda ibada, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, utakoma na siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, ama tuseme 10 ya kwanza. Baada ya 10 ya pili utaona uvivu umekuanza, kwa sababu mapenzi ya kupenda kutumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna. Mapenzi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa hakuna. Umeingia kwa sababu watu wengi wanaingia, umeingia kwa sababu kuna neema mbalimbali ambazo kwamba utazipata. Msikitini hugawanywa tende wakati wa Ramadhani, msikitini hugawanywa pesa wakati wa Ramadhani, msikitini ni sehemu nzuri ya kupumzika wakati wa Ramadhani. Hayo ndio yatakuwa malengo ambayo kwamba yatakuwa yamekuvuta msikitini, lakini yale mapenzi ya kihakika yatakuwa yametoweka. Ndugu zanguni, tukaeni katika haya maisha, tupende tunachokipenda, lakini tujue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima tumweke kileleni. Tujue ya kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumpende kuliko zaidi ya kila kitu, kwa maana ya maamrisho Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuamrisha na Bwana Mtume Muhammad kutilia mikazo, na yale makatazo ambayo kwamba tumekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatilia nguvu katika kukataza, tuepukane nayo. Hakuna njia nyingine ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake zaidi ya kumfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu man ataa rasul faqad ataa Allah. Tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wallahu a'lam bis-sawab.